Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa huko katika mahakama ya usuluhishi kasi, ambayo imeweza kutoa majibu leo hii kuhusiana yale ambayo yanayoendelea huko katika kesi ambayo klabu ya soka Young Africans ilikwenda kuwakilisha malalamiko yake juu ya kile kilichoweza kutokea siku ya Machi 8, 2025 mara baada ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuweza kuahirisha mchezo namba 184 kati ya Simba Sport Club dhidi ya Young Africans ambao ulikuwa unapaswa kuweza kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini klabu ya Simba iligomea kutokana na kile ambacho kilielezwa kama bodyguard wa klabu ya soka Young Africans walizuia kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo kama mujibu wa kanuni ambavyo inaeleza. Sasa kasi wameweza kujibu yale ambayo yaliyopo kwenye ile barua ambayo ilipelekwa na klabu ya soka Young Africans kule kasi. Ni yapi hayo ambayo yameweza kujibiwa? Tutakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo ano subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linalotajwa kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni Young Africans. Kwa muda kulikuwa na tetesi kwamba Yanga wamekwenda kasi, lakini barua ilikuwa ionekani. Hatimaye Young Africans ikawasilisha barua yake huko katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo kasi juu ya kudai alama zao 3 na magoli 3 na fidia mara baada ya klabu ya Simba kuweza kukimbia mchezo ule ambao ulikuwa ni dabi ya Kariakoo. Young Africans msimamo wao bado unashikilia pale pale, wakisema ya kwamba mchezo ule wao walishacheza, hawahitaji kucheza tena mchezo mwingine, kama vile ambavyo barua yao ya wazi ambayo waliweza kuitoa, wakisema ya kwamba msimamo wa kamati ya utendaji wa Young Africans ikieleza kwamba haihitaji tena kucheza mchezo ule namba 184 kwa mujibu wa bodi ya ligi inavyotaka. Sasa baada ya kile kilichoweza kutokea, TFF na bodi ya ligi kuweza kutaka suluhu ipatikane kwa busara na hekima, kukaa chini Young Africans, Simba Sport Club pamoja na TPLB pamoja na mheshimiwa waziri, lakini kikao hicho kilionekana kutoa majibu ya moja kwa moja mpaka pale ambapo walisema wataendelea kuna vikao vingine kuweza kujadiliana kuhusiana hili ambalo linaloendelea. Sasa klabu ya soka ya Young Africans rasmi inaelezwa barua yao ambayo iliyokuwa ina malalamiko imefika huko katika mahakama ya usuluhishi kasi, ambapo kasi yakiri kupokea barua ya Yanga dhidi ya bodi ya ligi. TFF, bodi ya ligi na Simba wanakabiliwa na mashtaka mahakama ya usuluhishi wa michezo. Kasi imekiri kupokea barua rasmi kutoka klabu ya Young Africans kuhusu kesi yake ya madai dhidi ya shirikisho la soka Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania ambao ni TPLB na klabu ya Simba. Taarifa ya kasi imewapa siku 10 washtakiwa ambao ni TFF, bodi ya ligi na Simba Sport Club kujiandaa na utetezi wao kabla ya kuanza kusikilizwa rasmi kesi hiyo namba 100 namba ambayo ina namba ya kumbukumbu ambayo ni 2025/A/A 1298 inatarajiwa kushughulikiwa haraka ili kuhakikisha uamuzi wa haki unatokea, kwa sababu mpaka sasa klabu ya soka Young Africans wao wamebakiza michezo takriban 6 ukitoa mchezo wa dabi ambao wamesema wao hawachezi. Imebakia michezo 6 tu ambapo ligi kuu ya soka Tanzania bara itakwenda kutamatika kwa upande wa klabu ya soka ya Young Africans. Huku upande wa Simba wenyewe wana michezo 7, ukijumlisha na huo mchezo mmoja ambao wanataka kucheza na klabu ya soka Young Africans inakuwa michezo 8 ambayo kwa sasa ndio wako nayo, lakini mpaka sasa Young Africans wao wanaonesha kwamba hawana uhitaji wa kucheza mchezo huo, na huku hadi sasa Young Africans katika kesi hiyo ambayo haijaweza kuwekwa
wazi kwamba ni lini klabu hiyo pengine inaweza kupokea barua ya kuweza kuwasilishwa kwake kutokana na kuanza kusikilizwa kwa kesi hiyo. Uamuzi huu unaweza kuleta athari kubwa kwa mustakabali wa soka la Tanzania, hasa kwa vilabu na wadau wa soka nchini walioathirika. Unaona bana, kasi ambayo wenyewe wameonyesha barua hiyo, lakini mashabiki pengine na wachambuzi wa soka wanasubiri kwa hamu jinsi kesi hiyo itakavyotokea na ni uamuzi gani kasi ama chombo kinachotambulika kimataifa cha kusuluhisha mizozo ya kimichezo itatoa msimamo gani juu ya yale ambayo yanayoendelea, huku ikionyesha kwamba kwa kanuni ambazo zipo katika shirikisho la soka barani Afrika CAF, pindi ambapo timu ambayo inaonekana kugomea mechi basi huenda ikakumbana na adhabu ya kukatwa pointi 3 na zile pointi kwenda kwa mpinzani ambaye aliwasili uwanjani. Lakini kitendo kingine ambacho huenda kikatokea ni pengine kukatwa kwa alama 15 kwa timu ambayo itaonekana imekimbia kwenye michezo ambayo inatambulika na FIFA. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kile ambacho klabu ya soka Young Africans na wanachama wao wanaendelea kushikilia bomba, wakisema ya kwamba sisi hatuhitaji kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Lakini TFF na bodi ya ligi bado wanaonesha kupambana kutaka kesi hiyo isifike huko na kutolewa yale maamuzi ambao wanayataka. Wanataka mambo yamalizike ndani kwa ndani, ambapo kumekuwa na vikao ambavyo vilikuwa vikiendelea juu ya kutafuta mustakabali wa yale ambayo yanaendelea, huku klabu ya soka Young Africans wao wanaonesha kile ambacho hawakitaki ni busara, wanachokitaka ni kanuni tu ziweze kutumika. Lakini kwa upande wa Simba Sport Club, wao msimamo wao kwa kile kilichoweza kutokea siku ya Machi 8 katika mchezo namba 184, wenyewe mustakabali wanachokitaka katika hii dabi, wanataka dabi ipigwe na wako tayari, wamesema muda wowote ambao TPLB pamoja na TFF watatangaza ratiba, wao wako tayari kwenda kucheza mchezo huo wa dabi na klabu ya soka ya Young Africans. Sasa Young Africans wao wanajiuliza kwa nini wakubali kucheza sasa, kwa nini waligoma kucheza awali ambapo kulikuwa na muda wa kutosha wa kucheza mchezo huo, ambapo Young Africans wao wanasubiri tu michezo yao 6 iweze kumalizika ili waweze kujua hatima yao itakuwa ni ipi, na kasi wanatarajiwa kuanza kusikiliza kesi hii mapema ili kuweza kutoa mustakabali wa hii kesi, kwa sababu mpaka kufikia mwezi wa 5 mwishoni basi ligi kuu ya soka Tanzania bara itakuwa ikienda kumalizika. Hivyo basi inapaswa kusikilizwa mapema ili kutoa hukumu hiyo, kama Young Africans watapewa alama 3 ama itakuwa kwa upande wa klabu ya Simba na TFF na bodi ya ligi watashinda mechi hiyo kwa Young Africans kupaswa kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Maoni na kile kinachoendelea andika hapo katika upande wa comment, ila kile ambacho kitakachojili katika upande wa kasi Young Africans ama upande wa TFF, bodi ya ligi na Simba nitaweza kukujuza hapa ndani ya channel yako pendwa kabisa ya Wina Media. Weka maoni yako hapo chini katika upande